Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa ni taasisi ya serikali ambayo inaendeshwa kwa bajeti ya serikali. Sasa hata inapofikia leo tunakuja na zawadi kama hii, mashine hizi mbili tutakazokabidhi hapa leo, hii ni kwamba sisi kama sehemu ya jamii tunafanya kazi na jamii, basi tunaguswa na changamoto au shida mbalimbali ambazo zinaikabili jamii. Tunafahamu serikali yetu chini ya Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inafanya jitihada kubwa sana katika kuboresha sekta ya afya na afya kwa ujumla za Watanzania. Serikali ina mambo mengi au majukumu mengi, kiasi kwamba inaweza hapa na pale kukawa kuna upungufu, kama ambavyo taarifa ya Dr. Sala hapa imebainisha, na uchache wa baadhi ya vifaa muhimu vinavyohitajika hapa. Sasa ni kama taasisi inafanya kazi ndani ya jamii, basi tunaona tunawiwa na si kutoa mchango wetu. Niseme tangu mwanzo, ili wengine wanaweza kuichanganya na kizuri ni corporate social responsibility, lakini niseme wazi kwa sahihi sio corporate social responsibility. Kwa sababu dhana ya corporate social responsibility ni kwamba unarudisha kwa jamii sehemu ya faida uliyopata baada ya kufanya biashara na hiyo jamii. Sisi hatufanyi biashara kama nilivyoongea tangu awali, ni taasisi ya serikali inafanya kazi kwa budget ya serikali. Hata hizi mashine sasa nayo niweke wazi vile vile haijatokana na hiyo budget tunaopewa kufanyia kazi kwamba tumenyofoa ili tupate sehemu ya pesa kununua hizi mashine tutapata. Hii ni michango ya watumishi wa TAKUKURU. Watumishi wa TAKUKURU nchi nzima tumekubaliana kufanya utaratibu huu na sisi wa kushiriki katika hizi jitihada za serikali kuboresha sekta ya afya kwa kuchanga kiasi cha pesa kila mwezi. Kila mtumishi anachanga ili na sisi basi tuweze kutoa mchango wetu wa jamii kwenye eneo hili ambalo utafiti wetu ulibaini kwamba katika hospitali nyingi kuna upungufu wa vifaa hivi muhimu, jambo ambalo limekuwa likisababisha vifo vya watoto hao wanaozaliwa kabla ya wakati au wanaozaliwa na uzito mdogo. Sasa zoezi kama hili tumeshalifanya maeneo mbalimbali. Hii leo itakuwa ni mashine ya 7. Tulianza zoezi hili mwaka jana na mwezi Desemba katika hospitali ya rufaa mkoa wa Arusha, ambapo tulitoa mashine kama hii. Tumefanya hivyo tena mkoa wa Ruvuma, tumefanya mkoa wa Mbeya, tumefanya mkoa wa Songwe, tumefanya mkoa wa Rukwa, na leo tunapata fursa ya kuja kufanya hivyo mkoa wa Manyara. Kwa hivyo niseme huu ni mchango wa watumishi wa TAKUKURU, ni matendo ya huruma. Matendo ya huruma, na sisi tumeguswa na hali halisi ilivyo katika hospitali zetu, lakini vile ni nia ya kutaka kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu katika jitihada hizi za kuboresha afya za watumishi. Mashine ni mbili kama ilivyokutajwa. Moja ni anti-warmer na nyingine phototherapy. Wataalamu tumetueleza kwamba mashine moja kwa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati na chini ya uzito wanashindwa kudhibiti joto lao. Kwa ni mashine ya kusaidia kucontrol joto. Na nyingine kwamba watoto wanaozaliwa na changamoto hizo wanakuwa na shida ya manjano, ugonjwa wa manjano. Sasa hiyo phototherapy ni kwa ajili ya kuwatibu watoto ugonjwa wa manjano. Kwa hivyo ndio mchango wetu ambao tutaukabidhi leo. Rai yetu basi mtunze vizuri hizi mashine, zitumike kipindi ambapo mpo katika utumishi wa hospitali. Basi hata wengine watakapokuja nikiondoka ziendelee kufanya kazi ili zisaidie jamii pana. Tumeelezwa hapa na mkuu wetu wa taasisi mkoa kwamba kumekuwa na ushirikiano mzuri ambapo mmekuwa mkitoa nafasi kwa watumishi kupima afya zao ili kuweza kubaini mapema maradhi mbalimbali ya kuambukiza na sioambukiza na hata kuwapatia tiba. Lakini tunapongeza pia kwamba katika muda wote ambao taasisi yetu imekuwa ikifanya ufuatiliaji wa huduma au miradi na utekelezwa, naambiwa hawajabaini dosari yoyote, kwamba sasa hivi tuna uhusiano mzuri, kwamba wenzetu ni waadilifu, mnatimiza wajibu wenu na wajibika. Basi ndio maana mpaka leo hamjaingia hitilafu yote wa mkongano na taasisi yetu. Tumefarijika kwa kulipa uzito hili tukio, tumefarijika sana. Lakini pia mmefanya kitu ambacho kinagusa maisha. Ni maisha ya watoto ambao
yaani hata bado hajui kinachoendelea duniani. Kwa mmeenda kugusa maisha ya watoto njiti, lakini pia na watoto wengine ambao watapata changamoto, kwa maana sasa tunapookoa wale, kuna hatima kubwa ambayo iko mbele yao inaenda kutimia. Kwa hiyo tunawapongeza na tunawashukuru sana kwa hilo. Lakini jambo la tatu, mmefanya jambo ambalo pia linaunga juhudi za ngazi ya mkoa, lakini pia na serikali yetu ya awamu ya 6. Kuzingatia ngazi ya mkoa, kwa maana mkuu wa mkoa na timu yake wako mbioni kuandaa tunaita marathon kwa lengo la kuchangisha tupate fedha kwa ajili ya kununua vifaa kwa ajili ya kuhudumia watoto wachanga na njiti kwenye ngazi ya mkoa, na wakilenga hasa kuongeza nguvu hapa katika hospitali yetu na moja hapo hospitali ya wilaya. Kwa hiyo tunawashukuru pia kwa kuunga hiyo juhudi. Lakini kwa ngazi ya taifa, kwa maana serikali yetu ya awamu ya 6 iko kwenye hatua za mwisho. Ukiangalia upande wetu tunaoangalia hapo, tunategemea tutakuja kujenga jengo la NICU, kwa maana hilo jengo la neonatal care unit kwa ajili ya kuhudumia watoto wachanga lakini na njiti pia. Kwa hapo tutajenga jengo kubwa, kwa sababu tutaangalia kwa baada ile eneo ambalo tunatumia kwa sasa ni dogo. Kwa very soon serikali yetu itakamilisha hilo na jengo litaenda kunani. Kwa tuna washukuru kwa kuunga pia juhudi za rais wetu wa awamu ya 6 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutoa huduma hizi kwa ufasaha. La mwisho kwa kumalizia, kama alivyozungumza mkuu wa idara kwamba bado kuna maeneo mengine ambayo pia tunahitaji vifaa. Kwa hiyo tunatumia fursa hii na wakaribisha wadau wengine, mtu binafsi. Najua mmekuja hapa kama timu, lakini si vibaya tena mkarudi siku nyingine. Maana kutoa kuishaji, kutoa ni moyo wala si utajiri. Lakini mtu mmoja mmoja pia anaweza kurudi, lakini pia nitoe fursa kwa wadau wengine kwa ajili ya kuja kutembelea, na tutashirikishana mahitaji yetu na wataweza kusaidia kwa kadri ambavyo wataona inafaa. Kwa kusema haya, tunawashukuru sana na karibuni. Mimi naitwa Naomi Paulo. Mimi ni mama miongoni mwa waliojifungua watoto njiti. Natokea Nangara. Naishi Nangara. Nashukuru kwa ajili ya kutupatia vifaa vya kuhudumia watoto kama hawa. Nashukuru TAKUKURU kwa kuchanga mchango yao kununua kifaa hichi, kimesaidia. Vifaa hivyo vingekosekana, watoto kama hawa wasingeweza kupata huduma, kwa sababu pindi mimi nilipojifungua, nilijifungua mtoto akiwa miezi nusu, na pia alikuwa na tatizo la oxygen kwenye mzunguko wa mwili, na alipoletwa huku akaweza kupatiwa oxygen ili kumsapoti kupumua. Na tunashukuru madaktari kwa huduma waliotupatia, wamefanya vizuri. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu.